Msingi wa 4 ni msingi unaoitwa wa mafao kwa wote. Wa mafao kwa wote. Unaposhiriki shughuli za kisiasa, msingi wa mafao kwa wote. Unaposhiriki shughuli za kisiasa, hakikisha kwamba katika shughuli za kisiasa, kiuchumi, jamii, wote wananufaika. Wote wanufaike na unachokifanya. Na hapa tunaangalia kunufaika kwa vizazi, sio sisi tu tulioko hapa. Unaangalia vizazi vya nyuma vitukuke, visifike, viheshimike. Vizazi vijavyo vikute misingi imara ya maisha bora tuliowaandalia waje wayafaidi. Na sisi sasa hivi tufurahie kuendelea, tupate maendeleo tunayostahili. Msingi huu kwa Kiingereza unaitwa principle of common good. Principle of common good. Mafao kwa wote. Kuzijenga fursa na mazingira yanaunganisha vizazi vilivyopita, vilivyopo na vijavyo. Leo mtaita sustainable development, maendeleo endelevu na kadhalika. Kutambua kwa nini watu waliacha hili eneo kwa ajili ya Wanyamwezi. Kwa nini Wahehe hawakulichukua hili eneo? Kulikuwa na watu waliowatetea familia za Kinyamwezi wakati ule walipotaka kunyang'anya eneo hili. Wakasema hili eneo lifae familia hizi. Wengine wakawa wanajeshi, wengine wakawa madaktari wanatibu, wengine wakawa wana michezo wanaimba watu wapende eneo lao. Na tulipoamua kuwa taifa, tukasema tuungane makabila 120, tukasema Tanzania. Ujue kwamba kuna makabila 120 yalikaa wakasema tuwe na eneo hili linaloitwa Tanzania. Wewe unaposhiriki shughuli ya kisiasa, hakikisha unatengeneza mazingira ambayo Tanzania itazidi kuwa Tanzania zaidi, bila kusahau waasisi, bila kusahau sasa hivi watu wanataka nini ili Tanzania idumu kuwa Tanzania, bila kusahau kwamba tuweke misingi imara, vizazi vijavyo visije vikaiuza Tanzania. Mafao kwa wote. Haina maana kwamba hili litakuwa shamba la bibi kwa sababu tumesema mafao kwa wote. Kumbe anayekuja, John tu jamani sisi wote yani tunakaribisha kila mtu. Tutakuwa na wizara ya mambo ya ndani, kitengo cha uhamiaji. Tutawapa baadhi uraia, wengine tutawanyima kwa sababu na wenyewe wanakwao, na hapa ni kwetu. Tutasaidiana wakati wa shida, sababu tuna principle of solidarity ambao tunasaidiana na wote wenye shida popote duniani. Tunajali utu, tutawaheshimu na kuwatendea kwa haki. Hata tunapoambia tuwezi kukupa uraia, tutahakikisha kule anapotoka uraia upo. Lakini kama hana uraia kule tutampa. Tumeweka sheria zetu. Common good haina maana nchi yetu inakuwa tu ni ya yeyote tu hapa. Sawa, tunaelewana? Lakini anayehitajika atapata. Sema mimi nataka kuja hapa kwa ajili ya shughuli hizi, kama tulivyo na mababa wetu hapa wa misionari. Wenyewe wamekuja kwa ajili ya kueneza dini kadiri ya kanisa Katoliki. Kwa hiyo lazima awepo padri kati ya watu. Tunaweza tukasema huyu awe na uraia kwa sababu ana shughuli ambaye hatuna mtu mwingine ila ni yeye, na amependa kuungana na wakwetu. Huyu afanye. Lakini kimsingi tunaposema principle of common good, tunahakikisha kwamba kila mtu anapata fursa ya kufurahia maendeleo na anazikuta zile fursa ziko wazi kwa mtu yote. Msingi wa 5 ni msingi wa ushiriki. Huwezi kusema wewe unatimiza majukumu yako ya kidunia, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na kimaendeleo bila kushiriki. Lazima ushiriki kama wewe. Hii inaitwa principle of participation. Principle of participation. Msingi wa ushiriki. Lazima ushiriki kama wewe binafsi. Usiseme siasa mchezo mchafu, wala kura sipigi,
udiwani sigombei, waendelee tu wenyewe huko, mimi watanikuta tu hapo. Na kwa vile Jumapili, Jumatano wataenda kupiga kura, leo siendi kazini na lala nafanya, hapana. Kama unapaswa kwenda kupiga kura, nenda kapige, kwa sababu huwezi kusema unatimiza jukumu alilotuagiza Yesu, ya Kaisari mpeni nani? Huwezi kusema umetimiza hilo kama huendi kushiriki wewe mwenyewe. Lazima ushiriki, ufanye maamuzi ya kushiriki binafsi, ushiriki. Msingi wa 6 wa mwisho ni msingi wa uwajibikaji. Msingi wa uwajibikaji, kwa Kiingereza principle of responsibility. Principle of responsibility ni msingi wa kukubali kubeba jukumu, sio kuwajibika kwa maana ya accountability. Huu ni msingi wa kubeba jukumu. Lazima ukubali kwa hiari yako kubeba jukumu, ukikubaliana pia na matokeo ya maamuzi uliyoyafanya katika kutumia ile misingi yote 5 ya juu tuliyoitaja. Misingi yote 5 tuliyoitaja pale juu itakupa matokeo fulani. Matokeo mengine yatakuwa mazuri, matokeo mengine yatakuwa mabaya. Unampigia diwani kura, anageuka kuwa fisadi. Lakini wewe ndio ulikuwa unampigia kampeni. Wale ambao kiacha mapadi haturuhusiwi kupiga kampeni. Si mnajua Mnajua Si mnajua mapadi? Ndio. Wanaitikia watatu tu, kwa sababu wengine wengi wanapiga kampeni. Sio dhambi, lakini hamruhusiwi kupiga kampeni. Sio dhambi kupiga kampeni, ila hamruhusiwi kupiga. Ukipiga kampeni sio kasema ukaungame. Hapana. Hilo usipige kampeni kwa kumchukia mwingine. Unaweza kupiga kampeni sababu kama wewe ni mlevi, napiga kampeni. Sijasemi mapati. Napiga kampeni kwa sababu nimefurahiwa na sera ya mtu fulani, sema huyu nadhani atatufikisha mahali fulani. Sasa uliyepiga kampeni akageuka kwenye kata fisadi, kuweka vijana wetu ndani, kijana kikohoa, ndio nakohoa vibaya, unadharau ndani, masaro pena ndani. Sasa ukubali kwamba kura yako ndio ilitoa hayo matunda. Sasa uanze kusema tulikupigia kura kufai. Ndio msingi wa nini? Kuwajibika. You are now responsible to remove it. Kusema hatukukupigia kura kwa ajili ya hilo, tulikupigia kura kwa ajili hili, umetugeuka. Sasa uanze kubeba majukumu. Hiyo ni misingi 6 ya mafundisho ya Kanisa Katoliki inayoongoza usahihi wa Mkristo kushiriki katika shughuli za kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni na kisayansi kwa ujumla. Naomba swali kama ni. Hakuna swali. Karibu baba. Sana. Uliza tu kwa sauti ili unaweza kukaa tu hapo chini. Ndio. Elewa sasa tukitoka hapa. Yaani mnatulengesha twende wapi? Hatujaanza hilo. Sikiliza tu mafundisho. Unasema mapadi ya kushiriki na nini? Sasa naona hiyo ni mfano tu. Huo ni mfano tu. Usiwahi, kuna kipindi kinakuja. Hapa tunaanza na misingi. Nadhani tunaelewa kwa mtindo tofauti. Wengine wako mbele, mnayajua haya yote tunayofundisha. Kama baba anaongea hapa alishayasoma sana. Sasa unaniletea somo la mwaka wa kwanza wa kiparapara, nishasoma hiyo. Tupeleke kwenyewe. Lakini kuna mama pale hajasoma theology. Yule pale hajasoma theology. Au umeshasoma theolojia mama? Hajasoma theology, anahitaji kujua. Kwa tunataka twende pamoja. Sawa Tuelewane jamani? Nilichokuwa nasema padri natoa mfano tu ili na wengine huko, lakini kuna mapadri pia walikuwa wanataka kusikia hicho ambao utakusikia. Wengine walikuwa wanataka kusikia mapadri msipige kampeni. Na mzee hapa anafurahi usema nitahakisha Father Maziko apige kampeni kwa kama
wanakufuatilia kwa sababu Mzigo anapenda kupiga kampeni. Karibu baba vijiji. Asante baba katibu. Mimi kile ulichokiongelea juu ya uwajibikaji wetu kama raia, kwa mfano tunalipa kodi sasa na inabidi tuheshimu utawala na kadhalika. Sasa inatokea labda uongozi ulioko serikalini mfano au usitumii vizuri, labda kama rushwa na kadhalika na kadhalika. Sasa mimi kama raia na padre hapo sasa nitafanyaje? Ukizingatia kwamba vile vile inabidi niwe makini nisije nikaonekana kwamba najiingiza kwenye siasa kupinga uongozi halali ulioko madarakani. Hilo tu. Asante. Mimi kwanza nichukulie kama raia principle of responsibility inakudai ufanye mambo makubwa mawili. Udai kwenye vyombo husika. Kama ni budget tuseme kuhusu mambo ya matumizi ya fedha. Tuna halmashauri zetu za wilaya ndani. Unadai transparency. Wazi wa mapato na matumizi yawekwe bayana. Ni haki yako kama raia kudai hicho, ili uwe na kigezo cha kusema matumizi ni mazuri au ni mabaya. Hapo ndio nasema Mkatoliki ametumia msingi wa uwajibikaji, ile principle of responsibility. Umekuwa responsible kuisahihisha serikali, umewajibika kuiwekea nidhamu serikali. Unadai nini? Wazi na uwajibikaji, transparency and accountability. Na utakapoona matumizi na mapato na matumizi hayaendani, unachukua hatua kubwa zaidi, unawahusisha wanasheria wetu. Hili swala liko hivi, kisheria tufanyeje? Wamesomea haya mambo. Wanasema hili swala lazima tutoe taarifa kwenye kikao hiki, mtu awajibike mbele hapa ya kikao. Tumwambie diwani wetu, mwakilishi wetu kwenye halmashauri aeleze kwamba sisi wana kijiji hiki hatujaridhika na mapato ya matumizi haya kwa vigezo 1, 2, 3. Tunaomba hatua zichukuliwe sahihi kwa mujibu wa sheria na sheria ndogo ndogo, kanuni zingine za halmashauri yetu. Kama padri unaweza ukasema kweli tuwajibishe mtu, lakini uruhusu kumnyoshia mtu kidole. Naomba mumshughulikie mkurugenzi huyu. Padri uruhusiwi hilo. Kwa sababu gani? Wewe si muungamishi wa watu hapa. Uruhusiwi kunyosha, lakini unaweza kusema halmashauri hii ni fisadi. Halmashauri yote ni fisadi. Kwa sababu baada ya kuangalia mapato na matumizi umegundua ufisadi. Kuna watu hawakuwajibika. Huyu mkurugenzi, niseme labda padri huyu mkurugenzi. Sasa kinyosha wale wanaweza kaja kusema kichangiwa fadha alishasema huyu ni fisadi. Mkurugenzi huyu yuko chini ya watu fulani, kuna wahasibu, kuna auditor, kuna makeshia. Walikuwa wapi wakati cheki ya bilioni 1 inapita pembeni? Kwa hiyo kuna kundi kubwa la watu wa kuwajibika, si ndio? Kwa hiyo watakapotumia ile sentensi ya kuhusisha wote, utakuwa hujawashtumu wote. Lakini watakapochukua hatua, wale husika watagundulika. Lakini usimnyoshie mmoja kidole. Wakati huyu brother wetu huyu, hebu simama baba, yani tena usimame waone na suti yako hiyo. Simama hivyo yone. Asante sana baba. Sikupigii kampeni upigiwe kura. Huyu ana uhuru wa kunyosha kabisa kama una hakika. Mimi namshutumu kitima. Cheki amesaini mwenyewe, nimeiona. Niko tayari kupambana naye mpaka mwisho. Yeye ana mamlaka, ana uwezo, kwa sababu kama mlei anapaswa pia kumsaisha mwenzake kwenye halaiki. Ndio wajibu wa mlei. Ili mradi na nini anabidhibiti na yuko tayari kuwajibika mpaka mahakamani kutoa shahidi. Mimi nimemuona kwa cheki hii, ni yeye, sio mtu mwingine. Yeye ndio amewaponza na wahasibu na makeshia. Sasa wewe padri usije ukafanya hivyo. Na wala usije kumtume huyo akafanya. Kwa sababu tunaambiwa tuwefanye yote kwa nia njema. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho. Tuyafanye yote kwa nia njema. Usifanye kwa njia chafu. Yaani njia zetu za utendaji na nini ziwe. Na ndio maana Yesu alipokuwa aliwauliza, sanamu hii, picha hii kwenye hii hela ni ya nani? Ni ya Kaisari. Hajauliza ni Kaisari yupi. Yule alikuwa anaitwa Julius au Maximus sio nani. Hakuuliza Kaisari yupi. Hakuhangaika na jina la mtu. Ila alisema
Ni kiongozi gani anayehusika hapa? Ni mtawala wa ngazi ya juu. Hilo swali baba ningelijibu hizo. Basi baada ya maswali tunaendelea sasa. Hatua ya pili, sisi kama kanisa kwa mafundisho hayo ya maandiko matakatifu, Injili tumesikia nasema nini? Mtume Paulo tumesikia nasema nini? Mababa wa kanisa, mamlaka inayohusika na kufundisha dunia imetoa hiyo misingi 6. Sasa ndani ya Tanzania tunatambulika kama sisi ni wafuasi wa Kristo tunaoongozwa na Biblia na kuongozwa na hiyo misingi 6 katika masuala ya siasa, uchumi, utamaduni na maendeleo mbalimbali ya sayansi. Ndio ibara ya 19 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 19 ndio inatupa sisi uhalali wa kuwepo hapa Tanzania duniani kama Watanzania tunaoruhusiwa kuongozwa na Biblia na kuongozwa na hiyo misingi 6 katika masuala ya siasa. Mengine na yenyewe yanahusika, lakini tunaongelea leo kuhusu mambo ya siasa. Ibara ya 19. Na hivi hata tunaposhiriki katika shughuli za kisiasa tuna uhalali kwa sababu katiba yetu inatutambua. Katika ibara ya 19 kifungu cha kwanza, sister naomba tusomee. Ibara ya 19 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya mwaka 1977 kadiri ilivyorekebishwa. Atakuja kuwafundisha sister mwenyewe. Ibara ya 19. Ibara ya 19 kifungu kidogo cha kwanza kinasema kila mtu anastahili kuwa na uhuru wa mawazo, imani na uchaguzi katika mambo ya dini, pamoja na uhuru wa mtu kubadilisha dini au imani yake. Asante sana. Tunaruhusiwa kuongozwa kuamini juu ya hayo tuliyoyasikia. Sasa kama kanisa Katoliki tulivyokusanyika hapa, sisi kwa pamoja tumeridhia kwamba tunataka kuongozwa na Biblia na misingi hiyo 6 kwenye mambo ya siasa. Biblia tumenukuu, nukuu ziko nyingi sana, Agano la Kale na hata kwenye Agano Jipya bado mfano ni mingi tu, lakini tumechukua hiyo miwili. Kwa hiyo katiba yetu inatupa uhuru wa kuongozwa na Biblia kwa hiyo mistari hiyo aya hizo sehemu tulizozitaja, hii misingi 6 tuliyotaja. Na askofu alituonyesha kitabu kikubwa hichi hapa kwa Kiingereza. Kitabu hiki kina mwongozo kwa kila swala la siasa, kiuchumi, kiutamaduni na maendeleo. Yote komo. Na ni bahati mbaya sana kwa sisi mapadri. Kwa kweli hata tulipokuwa tukifundishwa hivi vitu tulipitia juu tu, sio kama tunafundisha hapo kama hamna nafasi. Yaani lakini uhalisia wa maisha ya sasa ndio unatupelekea kwamba tulipaswa kuwafundisha watu baada ya katekism, tulipaswa sana kwa watu wazima kufundisha kitu hiki. Na hapo ndio tungeona siasa safi aliyosema Nyerere na kuwa na umoja wa kweli wenye tunu. Kwa ibara ya 19 kifungu cha pili kinaeleza. Sister naomba tusomee tena kifungu cha pili. Inasema kazi ya kutangaza dini, kufanya ibada na kueneza dini itakuwa ni huru na jambo la hiari la mtu binafsi, na shughuli na uendeshaji wa jumuiya za dini zitakuwa nje ya shughuli za mamlaka ya nchi. Nyuma mmesikia? Kule nyuma wajasikia? Sio wewe lazima usome, kwa sababu kama una sauti ndogo na maziko hajaandaa nani? Hajaandaa speaker. Ndio somo.
Kazi ya kutangaza dini, kufanya ibada na kueneza dini itakuwa ni huru, na jambo la hiari la mtu binafsi, na shughuli na uendeshaji wa jumuiya za dini zitakuwa nje ya shughuli za mamlaka ya nchi. Soma na ya 3. Hifadhi ya haki zilizotajwa katika ibara hii itakuwa chini ya taratibu zilizowekwa na sheria ambazo ni muhimu katika jamii ya kidemokrasia kwa ajili ya usalama wa jamii, amani katika jamii, maadili ya jamii na umoja wa kitaifa. Asante sana. Dini yetu ya Kikristo, kanisa letu la Kikatoliki linaongozwa na katiba hii. Twende kwenye kile kifungu cha 2. Kueneza mafundisho haya ya kanisa Katoliki juu ya masuala ya siasa ni jukumu letu na sio kazi ya serikali. Ni jukumu letu sisi, sio kwenda kuwafundisha watu neno kwa neno kama tunavyoamini. Kuambia Yesu amesema ya Kaisari tumpe Kaisari, Mtume Paulo akasema hivi. Namna yetu ya utendaji na ushiriki ndio ionyeshe namna yetu ya fanya. Misingi yetu tunapotenda tendo lolote la kisiasa. Utasema, "Sasa jamani, barabara ipite wapi?" Unajua kabisa hapa ndio kuna mtu usema, "Wale watu walipi kodi, tusiwape, tuwape hao." Hapana, Mkatoliki upaswa kufanya kitu kama hicho. Wewe unasimamia pale ambapo na yule mnyonge au yule ambaye unaona hana ushirikiano na wewe, lakini kwa ukarimu na upendo ambao tunafundishwa kutokubaguana, solidarity, na yeye apate. Kwa hivi serikali haitajihusisha kueneza mafundisho yetu kwenye shughuli za kisiasa au shughuli za kiuchumi. Serikali haitahangaika kusema pendaneni. Yenyewe inaweza kusema zingatia sheria. Uwe kwa kuogopa, iwe kwa upendo, iwe kwa heshima. Wenyewe wanachosema ni nini? Zingatia. Lakini sisi tunasema tuzingatie sheria kwa sababu zinaleta matunda mazuri. Sheria hii ni nzuri, inatufanya tupendane, inatufanya tuwe na sura kweli ya kuwa watoto wa Mungu. Sababu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 26 mpaka 27, dona Mungu anasema, "Na tufanye mtu kwa sura na mfano." Kila mmoja wetu ni sura na mfano wa Mungu aliye hai, Mungu wa milele, Mungu mzima, Mungu asiyekufa, Mungu anayeishi. Na Mungu anaishi kwa sababu mwanadamu anaishi. Mungu ni wa milele kwa sababu mwanadamu atashiriki maisha ya milele. Lakini tunataka tuoneshe kwamba maisha hayo ya milele tutayashiriki kwa kutenda mema. Kisiasa tutaweza kutenda mema tukiongozwa na hii misingi tuliyotaja hapa. Hiyo ni ibara ya 19 kifungu cha 2 inayotuambia kwamba ni jukumu letu sisi kueneza dini. Sasa hii dini tutaieneza kwa kuongozwa na nini? Ibara ya 3 inasema kwa sheria zingine zilizowekwa. Ukienda ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza kwamba tunao uhuru kama binadamu wa kutoa maoni yetu, kuyatafuta, kuyachuja na kuyasambaza. Tunapewa mamlaka ya kueneza mafundisho yetu. Ibara ya 18. Ibara ya 20 inaturuhusu kuungana na kutengeneza taasisi ya kueneza haya mafundisho. Ibara ya 20. Hebu tusomee baba, zamani na kusumbua kidogo, lakini unaweza ukaja kuwa mwanakatiba mkubwa. Lakini umeandika observer, sasa nimeshtuka. Kila mtu ana uhuru wa kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, kuchanganyika, kushirikiana na watu wengine, na kwa ajili hiyo kutoa mawazo yake hadharani, na kuanzisha na kujiunga na vyama au mashirika yaliyoanzishwa kwa madhumuni ya kuhifadhi au kuendeleza imani
au maslahi yake au maslahi mengineyo. Asante sana. Huyu paroko wake ni nani? Au yeye mwenyewe ni paroko? Paroko msaidizi. Ndio, asante sana Robert. Sasa imesomwa hii bara ya 20 kwamba tunaruhusiwa kuunda taasisi. Kwa hiyo Baba Mtakatifu anasimamia taasisi dunia. Askofu wa Jimbo Kuu la Tabora anasimamia taasisi jimbo. Na tumesajiliwa rasmi chini ya askofu mkuu wetu Paulo Zoga. Askofu mkuu Paulo Zoga. Tunapofanya hizi shughuli msiwe na woga, kwa sababu tunazifanya kwa mujibu wa ibara 19, 18 na 20. Tunaelewana? Tunaelewana wapendwa? Ndio. Tunaelewana? Ndio. Na ndio maana yule kiongozi wetu atawekewa masharti mengine ya yeye kufuata. Kwa mfano alipoenda kusajiliwa, hajatuomba ridhaa wote. Mlipokubali kubatizwa Kanisa Katoliki kupitia kwenye jumuiya yako ndogo ndogo, kupitia kwa katekista wako, na baba paroko akafanya nini? Akakutisha, ukapokea ubatizo, uliridhia kuendesha shughuli za Kanisa Katoliki kadiri ya mafundisho ya Kanisa Katoliki, na vile vile unapewa uhalali wa kikatiba kisheria. Unaelewana? Kristo. Baada ya hayo, naomba swali ya vifungu hivi vya kikatiba kwa Kiingereza na wale mliosoma sheria. Hii ndio constitutionalism of religion in the society. Constitutionalism, uhalali wa uwepo wa dini kwenye nchi kikatiba, kisheria. Una uhalali, lakini jua mafundisho yako ya Kanisa Katoliki vizuri yanasemaje. Usije kaanza kusema, usiseme tofauti na askofu wako. Unaelewana? Usiseme tofauti na nani? Askofu wako. Mmenielewa? Ndio. Usiseme tofauti na askofu wako wetu. Na askofu wako kwa hili. Kwa hili ni askofu wako. Usiseme jumuiya yetu, ni askofu. Hata kwenye jumuiya labda alisoma somo siku ile haeleweki, hajui vitu, akatoa tafsiri tofauti, wakasema sisi kwenye jumuiya tumeamua. Jua askofu anaelekeza nini. Tunaelewana? Unaruhusiwa kufanya, samahani lakini sio kwamba nashusha mamlaka ya baba paroko na baraza la maaskofu. Unafanya rejea kwa watu wawili tu kwenye masuala unapojitetea kisheria kwamba hili nimelitenda kadiri ya mafundisho Katoliki Tabora na Roma. Unarejea kwa askofu wako na kwa baba. So kwa hiyo jua baba mtakatifu anasema nini na askofu wako anasema nini. Watu wangapi? Hawa ndio waliosajiliwa kisheria. Sheria Tanzania na sheria dunia. Ni watu wangapi? Wawili. Hawa ndio watakao kutetea hapa na popote duniani. Kwa sababu kwenye uchaguzi unaweza kujikuta huko kwenye matata fulani kwa sababu umesimamia msingi wa Kanisa Katoliki kadiri ulivyotumwa na askofu. Si tuna mababa wa misionari hapa, si ndio? Mababa wa misionari wanaweza kutoa baraka kwa wagombea. Mnagombea siasa, ndio. Sisi tunajua umuhimu wa kuwa na wanasiasa wazuri. Na sisi tunataka muongozwe na Roho Mtakatifu. Lakini mtu mwingine akaja, Wakatoliki wanapewa baraka, sisi Waislamu hatupewi. Mgombea Muislamu analalamika. Sasa ile baraka imefanyika lini? Baba Askofu amesema tusifanye wakati wa misa. Tusifanye wakati wa ibada ya mazishi. Tusifanye wakati wa ibada ya ubatizo.
tuifanye nje, kwa sababu kile ni kisakramenti, unakifanya nje ya utaratibu ule. Ingawa mtu anaomba ubariki rozari, si ndio? Mababa mapati. Sasa kama mtu anaomba ubariki rozari, usiseme basi jamani, baada ya maombi, kabla ya matoleo tubariki mgombea. Akija unamwambia nataka unibariki baba, sema nashukuru. Basi ngoja ibada ishe, alafu tuonana sakristia. Au utanisubiri pale kwenye chini ya mti bwana unapouza vijitabu pale. Watu mtu unapoona na kubariki, si wanasema labda umembariki sababu amenunua medali, sio shida bwana. Lakini askofu ametutuma tukabariki watu, si ndio? Askofu ametutuma kwenda kubariki, lakini hakututuma tukabariki watu wakati wa ibada maalum za kiliturujia. Sio ndani ya nini? Hatuna liturujia ya kubariki wagombea uchaguzi, wagombea sijui diwani, bunge sijui. Tunaelewana Kwa hivyo hiyo ni mfano tu ya kawaida jamani, katika maisha ambayo tunaweza tukakutana nayo.